kujua kuwa biashara unayoifanya inastahili kuwa na leseni ya aina gani, basi tuendelee katika mfumo wa Tausi ili nikufundishe namna ya kutengeneza account na baadaye tutaenda kufanya application ya leseni. Hapa ni kwa wale wanaotaka leseni za biashara au biashara binafsi. Kitu cha kufanya, ambatana na mimi hatua kwa hatua. Kila kitu nitakachokifanya hapa, kumbuka unakiandika kwenye karatasi au kwenye daftari kwenye notebook yako ili usisahau. Lakini pia kama itakuwa ni rahisi, unaweza kudownload video hii ili kusudi kama guide unapokuwa ukifanya application ya leseni kwa mfumo wa Tausi. Jambo utakalolifanya moja kwa moja, utaingia kwenye mfumo wa Tausi na utaandika Tausi. Utaingia Google na utaandika Tausi. Ukishaandika Tausi kama hivyo, baada ya hapo itakachokuja itakuja hii hapo. Utaona hii website imefunguka. Ukumbuke hii ni website ambayo ni ya Wizara ya TAMISEMI. Kwa Wizara ya TAMISEMI hapa inaruhusu halmashauri na manispaa kutoa leseni ambazo hizi leseni zinakuwa ni leseni B. Kwa ukiangalia hii hapa poto, utaona kabisa ni poto ya nini, ya TAMISEMI hii hapa. Kwa utakachokifanya, utaingia moja kwa moja kwa kuigusa hii poto na itafunguka. Ikishafunguka kuna option utaziona. Kwanza kuna hiki kitufe cha kwanza ambacho kinazungumzia sheria governing law, kwamba hii huduma inasimamiwa na sheria gani. Lakini kitu cha pili utakachokiona, utaona hii sehemu ya sign in. Kwa hiyo ukishakamilisha kutengeneza account utakuja usign in. Na kitufe kingine ambacho kinaonekana ni hiki hapa, create account. Kwa hiyo sasa hatua ya kwanza ambayo unatakiwa kuanza nayo kwa wewe ambaye bado hauna account, unatakiwa uanze kwanza na create account, ambayo tutacheza kwanza na hapa. Baada ya kumaliza create account tutakuja login. Nafikiri hapa tutakuwa tunaenda sawa. Kwa hiyo kitu tutakachokifanya moja kwa moja, tutaingia, na tukishaingia hapa tunaona kuna option mbili tumepewa. Ili uweze kutengeneza account, unaweza ukachagua kwanza unataka utumie maswali ya siri ambayo yanakuwa kwenye namba yako ya NIDA. Kwa mfano, unataka kuverify NIDA yako, wanakuwa wanakuuliza taarifa zako binafsi ambazo ulizijaza wakati unasajili NIDA yako. Kwa mfano, sehemu uliyomaliza shule darasa la 7, au mwaka uliohitimu darasa la 7, au jina la pili au la kati la mama. Yale yote yanayokuwa yamebeba taarifa zako za NIDA. Lakini unaweza ukatumia option ya pili ambayo inaitwa one time password. Kwa hiyo sasa hapa kwenye hii option unatumiwa OTP kwenye namba yako ya simu ambayo utakuwa umechagua kuitumia. Baada ya kuwa umemaliza kuchagua hii option, maana yake utajaza hizo taarifa na baadaye utatumiwa OTP. Kwa hiyo utatumia OTP kama password ya mna. Baada ya hapo utaweka password ya kwako ambayo utakuwa unaitumia siku zote kwa ajili ya kuingilia kwenye mfumo ili uweze kupata leseni yako na huduma zingine za leseni. Lakini kama wewe hautaki kutumia OTP, utatumia hii option ya questions. Kwa hiyo utakuwa unaulizwa maswali yanayopatikana kwenye NIDA yako. Kwa hiyo sasa kama utakuwa unataka kutumia hii hapa one time password, kuna vitu unatakiwa uvizingatie kama ambavyo maelezo yanajieleza. Kwanza inatakiwa uwe na NIDA, namba ya NIDA, lakini uwe na namba ya simu ambayo ilisajiliwa, majina yake yamesajiliwa na hiyo NIDA ambayo unaitumia. Ukishachagua hiyo option, sasa utakuja hapa utaigusa hiyo kwamba mimi nimechagua kutumia one time, lakini ngoja tutumie hii hapa one time. Baadaye tutakuja tuone kwenye maswali ya secret ile inakuwaje. Kwa tutagusa hapa. Kitu kitakachofuata hapa, mfumo utataka niweke identification number yangu na baadaye niweke namba ya simu. Kwa kitu tutakachokifanya, utaweka hapa identification number, na baada ya hapa namba za NIDA zinakuwa ni 20, na baada ya hapo utaweka namba ya simu, lakini unatakiwa kuanza na 07 kama ambavyo mfumo ulikuwa umekuonyesha hapo mwanzoni. Kwa labda tukisema tuweke hii 07 labda 86 hii hapa. Zikifika 10 tu mfumo wenyewe unajaa, hauruhusu uendelee kuingiza namba. Lakini pia labda tuseme tunaweka namba fulani ya NIDA hapa. Zikishafika 20 mfumo hautakuruhusu wewe kuendelea kuingiza namba nyingine. Kwa hiyo unaweza ukaona. Sasa ukishakamilisha hii ukishakamilisha
Ukishakamilisha kwamba umeweka namba ya NIDA, umeshaweka na namba ya simu, ukiweka next utatumiwa OTP. Kwa hiyo kama hapa nikienda next utatumiwa OTP, lakini hapa naambiwa OTP request failed, try again later. Hii ni kwa sababu namba ya simu sio sahihi, lakini pia namba ya NIDA sio sahihi. Baada ya hapo, ukishatumiwa ile OTP utaingia kwenye mfumo. Hautatumia tena ile option ya create, ila utakuja kutumia hii hapa option ya sign in. Kwa sasa mimi nilishatengeneza account tayari. Kwa hiyo nina account na nilishafanya application. Kwa hiyo nitaenda kutumia mfano wa account yangu ili kusudi uone picha halisi itakuwaje. Kwa hiyo nita sign in kama hapa. Kisha sign in, hapa kuna vitu ambavyo vinaongezeka. Kwanza utaona hapa kuna hizo taarifa za law. Hapa utaona kuna sehemu kuna taarifa zako kwa majina yako, lakini pia hapa kuna sehemu ya sign out, lakini pia hapa kuna sehemu ina go kwenye dashboard. Sasa dashboard inakuwa inakuonyesha kama una leseni inaendelea au kama kuna maombi ulishawahi kuyaomba ya leseni yanaendelea. Lakini hapa chini utaona kuna services. Kwa kuna services zinazotolewa kama unavyoziona, lakini sisi tunachokitafuta hapa ni kuapply au kurenew leseni. Kama una renew leseni unakuja kwenye e-port ya kwanza hii hapa ambapo iliandika business license. Kwa kwenye hizi huduma zote za leseni, kwa utaona hapa kuna application, unaweza ukaapply leseni mpya, unaweza ukarenew au unaweza ukaterminate business license. Zote hizi nitakuelekeza kuzitoa kwa namna tofauti kwa nyakati tofauti, lakini kwa sasa hivi nitakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukafanya ombi jipya. Wote wale wanaotafuta leseni za biashara binafsi au biashara za ushirika au kama ni kampuni, wote watapitia mchakato huu. Kwa hiyo utasign up, utengeneza account, utasign in. Ukishamaliza kusign in, basi utakuja hapa sehemu ya home, utakutana na details zote kama ambavyo zinaonekana hivi. Sasa hapa utakuja uta-apply license. Kwa mfano utachagua mkoa, kwa mfano hapa nipo Dar es Salaam, nitachagua manispaa ya Ubungo, alafu nitaendelea. Kwa nikishamaliza nitakuja hapa, itaniuliza uraia wangu kama mimi ni Mtanzania au nini, kwa sababu nimeshatumia namba yangu ya NIDA moja kwa moja inakuwa imeshajichagua. Kwa baada ya hapo nitaendelea, itaniuliza hii leseni unayoiomba ni principal au ni subsidiary. Subsidiary ni zile business, ni zile leseni ambazo zinakuwa ni biashara ambazo zinakuwa na matawi. Kwa hiyo unaweza kuwa na leseni moja lakini ukataka uwe na unatawi, biashara yako imekuwa unatawi sehemu fulani. Kwa sasa wewe kama ni principal ndio kwa mara ya kwanza, hiyo inakuwa ni principal leseni. Kwa hiyo unagusa hapo, majina ya biashara ndio kama hivyo, jina langu linakuja hapo, afu baada ya hapo utakuja hapa kwenye business type. Kwa hiyo kama ninafanya labda nauza accessories, maana labda tuseme car music installation, nitaigusa hii, itaniuliza hii leseni yangu nataka nichukue kwa muda gani. Nitasema kwa mwaka mmoja, ambayo nitasema nataka leseni ya 1 year, ambayo ndo hii hapo imekuja. Ukishaweka moja kwa moja mfumo unakuonyesha bei ambayo unatakiwa kulipa. Kwa hiyo hii bei yake kwa mwaka nitatakiwa kulipa shilingi 80,000. Kwa kama ninafanya labda shughuli zingine tofauti na hizo, labda tuseme nafanya ni mama na saluni. Okay. Kwa biashara yote ile utakayoichagua hapa, yani biashara utakayoichagua yote hapa inakuwa na bei yake ambayo unaweza ukaitumia. Kwa mfano hizi hapo kuuza asali, kwa mfano tuchukue mfano wa hii hapa wa kuuza asali rejareja hii hapa. Kwa ukigusa hii hapo kuuza asali rejareja, ukaja ukachagua unataka leseni ya mwaka mmoja, license ya 1 year, inakuja inakuonyesha ni kiasi gani wewe utalipa.
inaonyesha na yenyewe ni hiyo hiyo. Lakini baada ya hapo utakuja uchague kwamba biashara yako unataka uifanyie wapi, labda Kibamba, mtaa labda ni Kibamba, bloko utaandika kama ni bloko 10, labda tuweke 5, plot namba labda 78. Ukishamaliza utaenda next. Ukishamaliza hapa sasa kuna vitu ambavyo unaombwa ili kusudi kuverify sehemu ulipo. Kitu ambacho unatakiwa kukijua ni kwamba kwanza unatakiwa uwe na kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho hapo, unatakiwa uwe na mkataba wa jengo, kwamba mimi mkataba wangu ni huu hapa, nimekodi chumba sehemu fulani na gharama nalipa kiasi fulani kwa makubaliano fulani. Baada ya hapo unatakiwa kama ambavyo unaona hizi taarifa zote zinaonyesha wewe ni mkazi wa wapi. Kwa hiyo unatakiwa uweke either mkataba wa pango au unatakiwa uweke mkataba au uweke hati ya umiliki. Kwa hiyo ukishagusa tu hapa itakupeleka moja kwa moja, utachagua faili ambayo unataka kuitumia. Let's say kwa mfano tuweke hii hapa. Baada ya hapo tutakuja tuendelee na tutakuja tuangalie kwamba sasa sisi leseni tulioiomba ni hii hapa. Kwa hii hapa ni application summary. Kwa hiyo utakuja utaangalia TIN number ni hiyo, jina la biashara ni hilo, business license ni hiyo, au hapa nauza asali rejareja, anachukua leseni ya mwaka mmoja, ana maeneo ambayo anafanyia biashara ni hiyo. Baada ya hapo utasave kama utakuwa unaendelea kusave. Baadaye uta apply control number. Ukisha apply control number utalipia. Baada ya kulipia basi leseni yako itakuwa imekamilika, na baada ya kukamilika basi utakuwa na uhuru wa kufanya biashara eneo lolote lile ambalo eneo hilo ambalo umelikatia leseni. Endapo biashara yako itakuwa na unataka kuipanua, basi uta apply subsidiary license. Zote hizi zinakuwa zinapatikana hapa kwenye mfumo wa Tausi. Kwa Tausi inakusaidia wewe kupata leseni B ambayo itakuwezesha kufanya biashara sehemu ambayo umeichagua kwenye manispaa husika au kwenye halmashauri husika. Kwa hiyo ukishakamilisha hiyo, maana yake utakuwa mchakato wako utakamilika na majibu utayapata huko kwenye mfumo. Kwa hiyo utakuwa na login, unaangalia ombi lako limefikia wapi ili kusudi mambo yakae vizuri kabisa.